Pokea salamu za heri njema. Mimi naitwa Mchungaji Kagwe na hudumu katika kanisa Last Days Apostolic Ministries. Na siku ya leo nimekuja hapa tukaweza kugawana neno katika kipindi hiki kiitacho Hope Restoration. Mahali ambapo tutaweza kuinuana kimoyo na kuinuana kimawazo. Tutaanza na maombi kisha tutaendelea kama vile Roho wa Mungu atatusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jioni njema tunaungama mbele zako tukikushukuru maana wewe ni Mungu mwema, Mungu wa huruma na Mungu wa upendo. Ni asante kwa nafasi hii ambayo umetupa Bwana kuweza kushiriki neno lako, kuweza kuinuana nyoyo na mawazo Jehova, kujengana katika misingi ya kiroho na hata Bwana kuinua imani na tumaini katika neno lako. Naomba Bwana nikatumike kama chombo katika kazi yako. Yeyote ambaye anasikiliza kipindi hiki mahali popote alipo, kikawa cha baraka juu ya maisha yake. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, jioni ya leo ningependa tukaweza kusemezana kuhusu tumaini na imani katika maisha. Tunaishi katika masiku ambazo watu wengi wameweza kusumbuka na kutaabika na mambo tofauti. Nyakati ambazo nyoyo za watu wengi zinainama. Nyakati ambazo dunia inakimbia kushinda maisha. Na mara kwa mara watu wengi wanajipata katika njia panda. Wengine wanaingia katika mambo ambayo haifai. Mambo ambayo inasababisha uadui wao na Mungu. Maana unapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, pale uhusiano wako na Mungu unavunjika. Maandiko inatuambia kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, kusudi aliyokuwa nayo tunaposoma kitabu cha Genesis ni ya kwamba Mungu akamuumba Adamu na akamuweka katika lile shamba la Edeni. Na maandiko inatukumbusha ya kwamba hakuna kitu kilicho chema ambacho Adamu hakuumbiwa. Na inazidi kutufunza ya kwamba uhusiano wa Mungu na Adamu ulikuwa msimamo uliokuwa umesimama. Lakini kuna yale masharti ambayo Mungu aliweza kuweka katika lile shamba la Edeni. Masharti yale yalikuwa ya kuangalia na kuchunga uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Hivyo ndivyo hata wakati huu tulipo ilivyo. Ya kwamba diposa tukaweza kuhusiana vyema na Mungu, kuna ile masharti na kuna ile mipaka ambayo Mungu ametuwekea kama wanadamu. Tunaona ya kwamba wakati Adamu alikiuka ile mipaka ambayo Kristo Mungu alikuwa ameiweka, kuliingia kifo. Maana ahadi ilikuwa mtakapotenda ile jambo mmekanywa, ambapo ilikuwa kula tunda ambalo walikuwa wamekatazwa. Ahadi ilikuwa ya kwamba kutakuwa na kifo. Na baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi, kifo ambacho kiliingia ni cha uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Bwana asifiwe. Na diposa baada ya uhusiano wa Mungu na mwanadamu kuharibika, tuliona dhambi iliingia ambayo ileta kifo, ambayo ileta uchungu. Na diposa dunia tunayoishi wakati huu imejawa na shida na tabu. Lakini kuna tumaini katika uhai wa mwanadamu, maana Kristo Mungu alitupenda na upendo wa ajabu. Kama vile maandiko inatuambia katika Yohana 3 na mstari wa 16 ya kwamba Mungu akaupenda ulimwengu na pale akakata kauli ya kumtoa mwanawe Yesu Kristo, ili yeyote atakayefanya chaguo ya kumwamini na kumfuata na kutii sheria zake, yule hataangamizwa na maovu ya dunia, bali atakuwa na njia ya poteleo, atakuwa na njia ya uzima kupitia Yesu Kristo. Tunaponena kuhusu tumaini, kuna maandiko ambayo siku ya leo itatuongoza katika kitabu cha Luka mlango wa 10 na mstari wa 33. Na nitasoma katika jina la Bwana. Nitasoma kwa lugha ya Kizungu na Mungu ataweza kutubariki. The book of Luke, chapters number 10 and verses number 33. A Samaritan traveling the road came on him. When he saw the man's condition, his heart went out on him. He gave him first aid, disinfecting and bandaging his wounds. Then he lifted him onto his donkey, led him to an inn and made him comfortable. Verse 35 inatuambia, in the morning he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper, saying, take good care of him. If it costs any more, put it on my bill. I will pay you on my way back.
Verse 36. What do you think? Which of the three became a neighbor to the man attacked by the robber? Maandiko haya ambayo tunasoma ni mojawapo wa maelezo ya Kristo kuhusu amri moja iliyo kuu na iliyozidi zile amri zingine, amri ya upendo. Na hapa Kristo akapeana hadithi ya mtu mmoja aliyetoka mjini wao Jericho, na katika mji wao, na alikuwa anaelekea Jericho. Ninaponena kuhusu mtu mmoja ambaye alikata safari kutoka sehemu aliyokuwa anaishi kuelekea Jericho, ningependa mpendwa ukajiweka kwa ule mtu, ya kwamba kuna watu wengi siku ambazo tunaishi walianza maisha yao. Yawezekana ni maisha ya ndoa, yawezekana ni maisha ya kazi, yawezekana ni maisha ya kimasomo, na walipoanza ile safari wote walikuwa na kusudi. Maandiko inatuambia wakati yule mtu alifika katikati ya safari yake, aliweza kufumaniwa na majambazi na wakampiga, wakamwacha kiwango cha kuaga dunia. Wapendwa wa Mungu, ninaponena jioni ya leo, ninaweza kuwa na nenea ndoa ambayo ilishikanishwa katika upendo. Ninaweza kuwa na nenea biashara ama kazi iliyoshikanishwa katika baraka. Na katika safari ya ile ndoa, katika safari ya ile kazi, mahali pale katikati kuna mambo ambayo yamekuja na yametumika kama jambazi wa kuharibu ile ndoa, kuharibu ile kazi, kuharibu ile uhusiano na kuharibu ile masomo. Wapendwa, tunaponenea kama wakati tupo sasa, kuna vijana wengi ambao wamesomeshwa na wazazi wao. Kuna vijana wengi ambao walikuwa katika kazi njema, lakini katika mienendo yao wakafumaniwa na majambazi wa ulevi, na wale vijana wamepigika. Kuna watu ambao waliolewa na wakaoa na wakaanza ndoa za baraka, lakini katikati ya ndoa chuki, kutoaminiana na fitina ikaingia katika zile ndoa. Kuna biashara na kazi ambazo zilifunguliwa na zile kazi zikaanza kwa salama, sawa sawa na ule mtu aliyetoka mjini kwao akiwa na kusudi la kufika Jericho. Lakini mahali hapa katikati unakuta kuna biashara zimepigwa na majambazi wa hasara, zimepigwa na fitina na hata kukosa kunawiri. Maandiko inatuambia yule mtu alipigwa akaachwa akiwa karibu kukufa. Tuna siku ambazo tunaishi, ni watu wengi wanaishi katika hali ile. Watu wengi wamepigwa na maisha, watu wengi wamepigwa na familia, watu wengi wamepigwa na shida na taabu, na hakuna wa kuwasaidia. Maandiko inatuambia aliyepita akiwa wa kwanza alikuwa mchungaji. Tunaponena kuhusu mchungaji, tunanena kuhusu watu ambao Mungu anakusudia, wanajua kutenda mema na wanastahili kutenda mema kwa jina la Bwana. Lakini maandiko, wapendwa, inatuambia ya kwamba wakati mchungaji aliona yule mtu, alipitia mbali asiweze kumshughulikia, maana alijiambia katika moyo wake, sitaguzana na kifo. Siku ambazo tunaishi ni vijana wengi wamejipata katika pombe, ni ndoa nyingi zimevunjika, lakini kile ambacho tunafanya, tunawaondokea, hamna wa kuwashughulikia, hamna wa kuwaombea, hamna wa kuwashika mkono. Hivyo ndipo tunaambiwa kwamba mchungaji akapita na akaondoka. Aliyepita wa pili ni Mlawi ambaye ni mwalimu wa dini, na yeye kama mchungaji alifanya vile vile, akaweza kuondoka na hakumuongelesha yule mtu, maana alidhania ya kwamba hiyo sio kazi yangu. Wapendwa wa Mungu, siku ya leo tunaponena neno hili la tumaini, kuna jambo ambalo ni la msingi na jambo ambalo ni la maana, hali ya kuwa na upendo, hali ya kuwa na kujaliana na kuwazana mawazo mema. Lakini siku ya leo kuna tumaini katika Kristo, maana unaposoma huo mstari ambao unafuata, Kristo anatuambia mahali hapo katika mstari ambao tumesoma huo wa 33, inasema a Samaritan traveling the Lord came to him. Bwana asifiwe. The Samaritan ambaye alikuwa anatembea hakuwa na title, lakini maandiko inatuambia yule Msamaria alipoangalia yule mtu aliweza kumhurumia. Haleluya. Aliangalia mtu aliyepigwa na akaweza kumhurumia, na baada ya kumhurumia akaweza kumshika, akaweza
kumuosha na akaweza kuangalia vinonda vyake, na baada ya kuangalia vinonda vyake akamshughulikia na akampeleka mahali katika mkahawa. Tunaponena kuhusu restoration of hope, tunataka watu ambao watakuwa na nyoyo za huruma, watu ambao watakuwa na nyoyo za upendo, watu ambao watawazana mawazo mema. Na jioni ya leo, mara nyingi tunaponena kuhusu the good Samaritan, watu wengi hujirelate na the good Samaritan. Lakini siku ya leo singependa tukashindilia the good Samaritan. Siku ya leo ningependa tukashindilia huyu mtu aliyepigwa, huyu mtu aliyefumaniwa na wakora. Maana watu wengi wamepigwa na shida na taabu za dunia na wamebaki kukata tamaa. Wengine wameingia katika uraibu wa mambo ambayo haifai. Wengine wamevunjika ndoa, wengine kazi zao zimeisha na wakapoteza tumaini. Kwa hivyo siku ya leo tunanenea huyu mtu ambaye amepigwa na mambo. Inawezekana familia yenyu unapotafuta msaada hakuna anayekuelewa. Unapoenda kazini hakuna anayekuelewa. Unapoenda kanisani inawezekana hakuna mtu anayekuelewa. Lakini siku ya leo na habari njema ya kwamba kunaye Msamaria mwema ambaye ni wa kweli, na yeye anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo hataki kujua ni jambo lipi hilo ambalo ulitenda. Huruma za Yesu Kristo zinafuata ni msaada gani ambao unahitaji. Yule Msamaria mwema hakuuliza maswali, ni nini huyu alipigwa na nani, kwa nini alipigwa. Yeye aliangalia na akaona mtu aliyekuwa na haja. Wapendwa, tunaishi katika siku ambazo zilitabiriwa na mtumishi wa Bwana Paulo. Paulo akasema ya kwamba ole wako Timotheo, masiku za mwisho kutakuwa na wanadamu ambao watakuwa wakujipenda, ambao hawatakuwa na huruma, watapenda raha, watakiuka mapenzi ya Mungu, watazipenda pesa, watakuwa ambao si watiifu. Hizi ni zile masiku ambazo ziliambiwa, ambazo mambo kama hayo yameijaa dunia. Lakini mpendwa, wewe uliyepigika na maisha, wewe uliyefika mwisho, wewe ambaye hauna mtu wa kukushika mkono, wewe ambaye hakuna mtu anakuelewa, wewe ambaye unalia peke yako ukiwa nyumbani, wewe ambaye biashara yako imeangamia, wewe ambaye umetafuta msaada kwa familia yako, ukatafuta msaada kwa serikali na hakuna mtu ambaye anakusaidia, neno ambalo nimekuletea leo ni ya kwamba kuna Msamaria mwema. Msamaria mwema ambaye ni Yesu Kristo, ambaye atakapokupata katika hali yako, yeye ataweza kukusaidia. Kristo akawauliza wanafunzi wake, kati ya wale watu watatu ni nani aliyekuwa jirani mwema? Wapendwa wa Mungu, Kristo anatuambia hivi ya kwamba mpende jirani yako zaidi ya vile ambavyo wewe unajipenda. Kuna mambo matatu, wapendwa wa Mungu, tunapotafuta uso wa Mungu, tunapotafuta baraka za Mungu, tunapotafuta neema ya Mungu, kuna sharti mambo matatu kama Mkristo unapaswa kuwa nayo. Jambo la kwanza ni upendo, na upendo huu ni wa Mungu na mwanadamu, na upendo huo pia ni upendo wako wewe na jirani yako. Jambo la pili ni kuwa mtiifu kwa sauti ya Mungu, kuwa mtiifu kwa mawaidha ya Mungu, kuwa mtiifu kwa mafunzo ya Mungu, kuwa mtiifu kwa mwelekeo wa Mungu, kuwa mtiifu mpendwa wa Mungu katika torati za Mungu. Na jambo la tatu, jambo ambalo limekosa katika ulimwengu wa sasa, ni hali ya kumwogopa Mungu. Ahadi ya Mungu na mwanadamu ilijengwa juu ya Ibrahimu baba yetu na Mungu, na pale wakawa na agano. Mungu akamwambia Ibrahimu, mtakaponitii, mtakaponipenda na nyoyo zenyu zote, mimi nitakuwa Mungu wenyu, adui zenyu watakuwa adui zangu. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, jambo la upendo, jambo la kuwa na moyo wa utu na upendo mtu na ule mwingine, ndio msingi wa kwanza wa kusimamisha uhusiano wako na Mungu, ambao huzalisha baraka na kibali kutokana kwa Mungu. Kwa hivyo Msamaria aliyekuwa mwema, alikuwa mwema maana yeye aliangalia aliyekuwa na haja na akawa wa msaada. Dunia ambayo tunaishi, watu wengi wako katika hali ambazo wapo, maana wamekosa mtu wa kuwasaidia, wamekosa mtu ambaye atakuwa Msamaria mwema kwao. Siku ya leo
Mpendwa wa Bwana, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ningekuomba na ningekusihi katika jina kuu la Yesu Kristo ya kwamba tukaunda ndani yetu nyoyo za huruma, tukaunda ndani yetu nyoyo za upendo. Ni wengi wamepigika. Tusiwe watu wa kuhukumu watu kwa ajili ya hali ambazo wanapitia. Tusiwe watu wa kuhukumu watu, kusema yule ndoa yake ilivunjika maana alifanya hivi, alifanya hivi. Huyu amekosa kukubalika kwa ajili ya makosa haya ama haya. Maana maandiko imetuambia ya kwamba yule mtu, Kristo anatuambia, alitoka mji wa kwao akielekea Jericho. Ni wengi ambao walizaliwa wakiwa na ndoto mzuri. Ni wengi ambao walienda shuleni wakiwa na maono mzuri. Ni wengi ambao waliingia katika ndoa wakiwa na kusudi ya kudumisha ndoa. Lakini katikati ya safari ya ndoa zao, shetani aliye muovu, ambaye kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuharibu na kuua, akaweza kuwafumania sawasawa na ule ndugu aliyetoka mji wa kwao kuelekea Jericho, na wakaweza kuwapiga. Na watu wengi siku ambazo tunaishi, wanaishi katika hali ya upweke, wanaishi katika hali ya kutengwa, wanaishi katika hali ya kunyoshewa vidole. Lakini Kristo anatuambia Wakristo wa kweli ni wale ambao wamejawa na upendo. Wapendwa wa Mungu, wewe ambaye umepigika, wewe ambaye umefika mwisho, wewe ambaye hauna tumaini, wewe ambaye siku ya leo ndoa yako imeyumbayumba, wewe ambaye umetafuta kazi umekosa, wewe ambaye umeshikwa na uraibu wa pombe, wewe ambaye umefungwa na minyororo ya anasa, kuna tumaini. Kuna tumaini katika Yesu. Kunaye Yesu aliyekuja hapa duniani akiwa mwana wa Mungu, akalipa gharama ya aibu, akalipa gharama ya dhambi, na akalipa gharama ya taabu. Hauna haja tena kujihurumia, hauna haja tena kuhisi ya kwamba we hauna maana. Kunaye Kristo aliye msamaria mwema, ambaye upendo wake unazidi upendo wa mwanadamu. Kunaye Kristo ambaye anakuwazia mawazo mazuri. Maandiko inatuambia katika kitabu cha Yeremia pale mlango wa 29 ya kwamba ninayajua na ninaifahamu mawazo ambayo ninakuwazia. Na wapendwa, unapofafanua mawazo ya Mungu, anasema ni mawazo ya mema, wala sio mawazo ya mabaya, mawazo ya kukupa tumaini na kukupa kesho, wapendwa. Lakini mstari wa 13 unasema, na utakaponiita mimi nitakuita, mtakaponitafuta na nyoyo zenyu zote mimi mtaweza kunipata. Kwa hivyo mpendwa wa Mungu, jioni ya leo na kunenea wewe uliyepoteza tumaini, yule ndugu aliyetoka mji wao akienda Jericho, alipokuwa amelala mahali pale, labda aligojea kifo, maana walikuja wakampita. Unaweza kuwa kanisa limekupita leo, serikali imekupita leo, umekosa msaada kwa familia, sawa sawa na ule ndugu aliyepigwa akitoka mji wa kwao akienda Jericho. Lakini siku ya leo kunaye Kristo ambaye ni msamaria mwema. Amesikia kilio chako, ameweza kukusaidia, ameweza kukuona. Na mpendwa wa Mungu, utakapoinua imani yako na utazamie huyu Kristo, haijalishi ni hali gani ulio ndani yake, haijalishi ni mambo yapi yamekupiga, Kristo atakushika mkono, atakuosha, atakuinua na atakupigania. Mungu aweze kuwabariki, Mungu aweze kuwatenda mambo mema, ahifadhi nyoyo zenyu, akainua imani yenyu na akawa msaada wenyu kila wakati ambapo mnamuita, akaweza kuwaitika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umeachilia kwa ndugu na dada. Ninaamini ya kwamba kuna nyoyo ambazo Bwana zimepandika mbegu ya imani na tumaini. Naombea wote ambao wamepigika Bwana, sawasawa na ule ndugu ambaye alitoka mji wa kwao akienda Jericho na akaachwa katika barabara akiwa amegojea kukufa. Ninanenea ndoa ambazo zimepigwa na zikaachwa kwa barabara karibu kuangamia. Naombea biashara ambazo zimepigwa na zikaachwa karibu kuangamia. Naombea vijana ambao wamepigwa na uraibu wa pombe, wasichana ambao wamejipata katika anasa za buri na hakuna mtu ambaye anawajali. Ninawaombea
kuombea siku ya leo Kristo, ya kwamba ukainuke ukawa msamaria mwema Bwana, ukawa msaada wao na ukawainua na ukawapa tumaini. Nazidi kuombea msikilizaji wangu na hata mtazamaji wangu Bwana, ya kwamba utatumbia nyoyo za huruma na nyoyo za upendo, ya kwamba tutawa msaada kwa wengine Bwana, tutainuana kama ambavyo ulituinua. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, amen. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na kushukuru sana kwa kushirikiana nami katika kipindi hiki cha Restoration of Hope, mahali ambapo tutazidi kuinuana kila siku na kila wakati. Ungana nami mchungaji Kagwe katika kipindi hichi kila siku ya kutoka Jumatatu hadi Jumapili, mida ya saa 12 hadi saa 12:30. Na Mungu awabariki, neema yake ikawa juu yenu na ikawa mbele yenu, amen. Hey, jamaa makofi.